Nataka nikwambie Yesu ameketi juu ya vyote. Hata katika changamoto unayopitia ameketi. Ameketi juu ya vyote. Ndio maana mtumishi wa Mungu akasema wimbo huu na uwe manukato. Haleluya, haleluya. Mtumishi wa Mungu Ana alipopata masimango kwa Penina, alumimina moyo kwa Bwana. Akamwambia Bwana, wimbo huu uwe manukato, maana ninajua iko kesho ya kumpakata Samueli. Ike kesho yangu ninaiona. Namuona Samueli anazaliwa. Namuona Samueli anazaliwa. Iko kesho ya Samueli. Haleluya, haleluya. Wimbo ukawe manukato. Yesu aweke manukato katika nyakati unazopitia. Wimbo wako huu mwaka uwe manukato mbele za Bwana. Haleluya. Naomba tufungue Biblia zetu, kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza, mstari ule wa 4 hadi ule wa 10. Haleluya. Naomba msomaji mwepesi aweze kutoa ushirikiano, tumege mkate wa Bwana. Haleluya, haleluya. Tukianzia mstari wa kwanza utapata picha nzuri. Hebu tuanzie ule wa kwanza. Haleluya. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milimani, milima ya Efraimu. Jina lake aliitwa Elikana, mwana wa Yehorahamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, mwana wa Sufu Mweri Aimu. Naye alikuwa na wake wawili. Jina lake mmoja aliitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Einahasi, makuhani wa Bwana, walikuwa huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya vivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokuwa akikwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwisho wa hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikome hapo, tutakwenda taratibu. Somo letu linahusu mwanamke usikate tamaa. Mwanamke usikate tamaa. Usikate tamaa. Tunaona Elikana alivyotafsiriwa hapa katika koo alizotokea, katika mbari za baba yake.
Lakini ishu kubwa ni nini? Msingi wa hili neno ni nini? Tunaona moyo wa Ana ulipokuwa katika hali ya uchungu, hali ya huzuni, kwa sababu Mungu alifunga tumbo la Ana. Maneno ya Penina yakaleta maumivu kwenye moyo wa Ana. Ana akaumia kwa maneno ya Penina. Mara kwa mara anamsimanga kwa sababu Mungu amempa yeye watoto na Ana bado hajafikia majira ya kukumbatia. Lakini yale maneno ya Penina kila siku yalikuwa na usukuma moyo wa Hana kuwa karibu na hekalu, kuwa karibu katika madhabahu. Moyo wa Ana ulipopokea maneno mengi ya uchungu ya Penina. Nataka nikufundishe kitu kimoja mwanamke. Popote mahali ulipo, kina Penina wapo. Popote mahali ulipo, kina Penina wapo. Ana alisukumwa na Penina kwa maneno ya uchungu, lakini yale maneno ya uchungu yaliusukuma moyo wa Ana kukimbilia madhabahuni. Yale maneno yakainua moyo wa Ana, yakaongeza spidi ya maombi, yakaongeza viwango vya maombi. Tunaona katika huu uchungu aliopata Ana kupitia maneno ya Penina, alikuwa ni mtu wa madhabahuni, alikuwa ni mtu wa maombi. Na kadri Penina anavyomchokoza ndivyo uchungu unavyozidi kuongezeka. Nataka nikwambia kwamba pasipo uchungu huwezi kuzaa. Pasipo uchungu huwezi kuzaa. Mtu yoyote mwenye mbegu ya kiungu ndani lazima pawe na roho ya uchungu ili iweze kusukuma cha kiungu kizaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Penina yalimsababisha Ana kumpata Samueli, na kupitia maneno ya Penina hayakumuondoa Ana kwa Elikana. Alitulia pale pale kwa Elikana. Alimwambia, wewe Penina, nena unenavyo, lakini kwa Elikana sitoki. Ongea ongeavyo, lakini kwa Elikana siondoki. Sema usemavyo, lakini unitengi na madhabahu. Hasa chukua picha unaposikia maneno yanapokujeruhi, unaanza kukimbia, unahama ndoa. Nasema narudi kwetu, nimechoka na maneno ya masimango. Nahama kanisa, nimechoka kanisa lenye maneno. Sikiliza, mahali popote Penina yupo, ili Penina anawekwa kwa ajili ya kusukuma kusudi la Mungu liweze kuzaliwa. Pasipo Penina hapana huduma. Pasipo Penina Samueli hawezi kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Samueli alizaliwa kwa sababu ya maneno ya uchungu. Sikiliza, siku zote mwanamke anapobeba mimba, anapofikia majira ya kujifungua, anajipeleka mwenyewe hospitalini. Akifika pale hospitali, daktari anapima, anaangalia huu uchungu unaweza kuleta mtoto. Akiona ule uchungu hauwezi kuleta mtoto, anakuongezea dripu la uchungu ili uchungu changanye sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kujifungua pasipo uchungu. Haleluya. Huduma haiwezi kukua pasipo uchungu. Lazima maneno ya uchungu yawepo, yatakayo kusababisha wewe ufokasi zaidi kwa Mungu, ili kile cha kiungu kiweze kuonekana. Hatuwezi kumwona Samueli anayetarajiwa kama unakwepa uchungu. Hakuna aliyekwepa uchungu akazaa. Lazima mtoto atakufa.
Bwana Yesu asifiwe. Lazima kile kiumbe kilichoko tumboni kitakufa, kwa sababu kimekosa nini? Uchungu. Tunaponena maneno haya ya uzima, ya kuinua mwanamke unayetembea kwenye hali ya uchungu, unayetembea kwenye hali ya kukata tamaa, unajiona kwamba mimi sina thamani tena, nataka nikwambie, Penina hakuondoka. Alibaki kwenye lile hekalu alilokuwa anaongoza kuhani Eli. Hakubadilisha madhabahu. Alisimama kwenye madhabahu mpaka alipompakata Samueli. Kwa nini wewe unakimbia madhabahu unapopata shida? Shida sio madhabahu. Shida ni wewe hauna moyo wa subra. Unataka nikiomba leo limefanyaje? Limetokea. Kwa nini tunabeba mimba inaenda hadi miezi 9 ndio tunajifungua? Kwa nini tusiharakishe tuzae na miezi 2 au 3? Kila kitu kinahitaji uvumilivu. Pasipo uvumilivu huwezi kutoboza. Ona, ndoa nyingi zinayumba, hazina uvumilivu. Cheki wanawake wanaokaa kwenye ndoa ni wachache. Unashangilia leo harusi, unakaa baada ya miaka 2-3 wameachana. Sababu ni nini? Wamekosa uvumilivu. Hebu fungua kitabu chako. Bwana Yesu asifiwe. Endelea hapo, tutembee. Ayubu 7:11. Ayubu 7:11. Nikipata msomaji mwepesi akanisaidia hapo, nitashukuru zaidi. Ayubu 7:11. Twende. Maandiko yanasema, kwa hiyo sitakizuia kinywa changu, nitasema kwa mateso ya roho yangu. Kwa hiyo sitazuia kinywa changu, nitasema kwa mateso ninayopitia, sitazuia kinywa. Penina alipomchokoza Hana hakuzuia kinywa. Alinena mbele za Mungu. Alinena akamwambia Mungu, angalia teso la mtumishi wako. Hakuzuia kunena. Nimesema huwezi kuzaa kama hauna nini? Uchungu. Na hata ukienda hospitali, kama uchungu hauko kwenye kiwango cha kuleta mtoto, lazima daktari atakuongezea nini? Uchungu. Tunapotazama katika hiyo hali ya uchungu unaosababisha cha kiungu kizaliwe, lakini si kila uchungu umebeba mbegu ya kiungu. Kuna uchungu mwingine umebeba uharibifu, unakuelekeza kwenye mabaya badala kukuelekeza kwenye mema. Na uchungu sio kwamba mwanadamu ndio wa kwanza kupitia, alianza kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake Petro, Yakobo, Yohana, akajaribu kufunua moyo, akawaambia, moyo wangu una huzuni kiasi cha kufa. Kaeni hapa muombe pamoja nami. Yesu alipochukua hatua kwenda kuomba, aliporudi aliwakuta wamelala usingizi. Yesu akauliza, mmeshindwa kuomba pamoja nami hata kalisaka moja tu? Kwa nini?
ule uchungu anaopitia Yesu, kiwango cha uchungu ni kiwango cha mauti. Hapa anatofautisha level za uchungu, level za huzuni. Huzuni iliyoko ndani ya moyo wa Yesu ni huzuni iliyobeba kiwango cha mauti. Anajaribu kuambia wanafunzi kushirikisha jinsi moyo ulivyolemewa, jinsi moyo unavyohangaika. Anajaribu kueleza, hebu naomba munisaidie, maana moyo wangu una huzuni, lakini hii huzuni iko kwenye kiwango cha mauti. Yesu aliporudi akawakuta wamelala. Nikuulize swali, kwa nini walilala? Kwa nini walilala na wameshirikishwa? Kwa nini umelala na umeshirikishwa hitaji la mwenzako? Kwa nini umelala na umeshirikishwa mahali ninakopitia, ninaomba jamani nisaidie huu mzigo, lakini hukuhangaika na kuomba? Nataka utambue, Petro, Yakobo, Yohana na wale wanafunzi wote wasingeweza kuomba kwa sababu hawana mimba ya kuzaa. Kwa sababu hawana mimba, wanaona hili jambo halituhusu sisi. Lakini Yesu, ule uchungu ulikuwa ni mimba ya kulizaa kanisa. Haleluya! Ni mimba ya kanisa. Na kwa sababu uchungu uko ndani ya Yesu, mwenye mimba ni yeye. Petro hana mimba, hawezi kuwa na ule uchungu. Anajaribu kuwashirikisha, lakini ule uchungu hauwezi kulingana na jinsi Yesu anavyoona. Kwa sababu aliyeadhimiwa, aliyeandaliwa kulizaa kanisa sio Petro. Aliyeandaliwa kulizaa kanisa sio Yohana. Aliyeandaliwa kulizaa kanisa ni Yesu mwenyewe. Na kwa kuwa ni Yesu mwenyewe, lazima anywe kikombe cha uchungu. Lazima akinywe kikombe. Haleluya! Sikiliza nikwambie, usichukie unapoona unashirikisha jambo lako kwa mtu. Eza ni mtumishi, ni mpendwa, asilichukulie maanani, kwa sababu hajui maumivu unayoyapitia. Anejua maumivu ni wewe. Hebu vaa ule moyo wa Ana. Unapovaa ule moyo wa Ana, unaelekeza mauchungu yako madhabahuni. Unamwambia Mungu, tazama, katika hili mimi siwezi. Naiomba neema yako inivushe. Naiomba neema yako initetee. Katika hili akili zangu zimefika mwisho. Ninaomba nipe neema ya kuvuka hapa. Nina ushuhuda mmoja. Tena nilisema ni jambo ambalo kwenye akili za kibinadamu unaweza ukaona ni kitu simple, lakini kumbe limebeba uponyaji 90%. Dada moja akaja juzi nyumbani kwangu. Nilikuwa nataka kwenda saloni. Kanambia, mtumishi, nimetoka huko, nimeacha saloni yangu, nasikia Mungu ananielekeza nikusuke. Nikamuuliza, angalia isije kao ni sauti tofauti na sauti ya Mungu. Akaniambia, hapana, ni muda mrefu nilikuwa natamani, lakini nimemwomba Mungu, leo nimepata kibali. Akaja kaka nyumbani, akaanza kunisuka. Wakati ananisuka, nimeweka nyimbo za kuabudu. Tunasikiliza zile nyimbo. Hazijapita dakika 5, alitazama akashangaa, mbona mama amebadilika? Akaniona hali yangu ya kimwili imebadilika, ni machozi tu yanatiririka, yanaanguka kwenye miguu yake. Aliponitazama,
Muda si mrefu ghafla kinywa kikafunguliwa. Nikashindwa kuvumilia kwa ndani. Kajikuta naanza kuomba kwa kunena. Pale pale naye akavaliwa na lile wingu. Naye akaangukia hapo. Nguvu ya Mungu naye ikamshukia. Tulipomaliza lile wingu lilipopita, akaniambia, mtumishi, nina ushuhuda. Nikamwambia, karibu. Ile ulipofiwa na kijana wako, ukapiga simu ukasema, naomba munisindikize kwenye sadaka shukurani. Moyo wangu ulikuwa tayari kuambatana na wewe, lakini mwili ulikataa. Mwenzangu akanambia, hapana, tuende. Akamwambia, mimi sitaenda. Kwa nini unaleta vizuizi? Twende. Anasema alinikokota kwa nguvu. Nilipokuja madhabahuni, nilimwona mchungaji amevaa joho lake, yuko anamsifu Bwana. Ule wimbo uliokuwa na wimba ulikuwa ni uponyaji wa moyo wangu. Alipomaliza ile ibada, akafundisha somo la kuhusu furaha. Nikamwambia, ehe. Alipofundisha kuhusu furaha, akatoa mfano wa watu wawili, mwanamke na mwanaume. Akasema hao watu walikuwa ni wachumba. Wakasema watoke out, waende wakajifurahishe. Wakati wameagiza vinywaji, akapita dada mmoja. Yule kaka akamtazama yule dada, mwishowe kinywaji kikamwagika. Yule aliyekuja naye akaondoka kwa hasira. Ina maana kwa nini anamtazama huyu kuliko mimi? Huyu amebeba nini? Pale pale furaha ikatoweka. Yule dada alivyonikumbusha lile somo, akanambia, tulipomaliza ibada, wakati tunatoka nje, anaambia, mtumishi, sitaka nisahau, imekuwa ni dawa ya kuponya moyo na nimeponyeka 100%. Anatoa ule shuhuda, anamaliza, anapiga magoti, analia. Anasema, sijui mimi nimpe nini Mungu kupitia ile siku ya shukurani. Kuna namna nimefunguliwa. Akanambia, mchungaji alipotoka nje, tupomaliza ibada, akanishika mkono, akaniita, mwanangu, nakupenda. Akanikutia, akaanzia hapo nipona. Kwa nini? Moyo wangu haujawahi kuambiwa mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Baba yangu, mama yangu walinitelekeza. Kwa hiyo sikupata mtu wa kuniambia mwanangu. Sikupata mtu wa kuniambia nakupenda. Lakini baba alivyonikumbatia na lile joho, anasema nilisikia. Kuanzia hapo moyo wangu ulipona. Kuanzia hapo nilitambua maana ya mtu kukwambia nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, ule ushuhuda ulininyanyua pale nilipo, ukanitia nguvu. Mwingine ameenda kunywa sumu kwa sababu tu amekosa neno nakupenda. Mwingine ameenda kujinyonga kwa sababu amekosa neno moja tu, nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamuona mtumishi mahali unakotumika, ukamuona ni mtu wa nini? Wa kawaida. Asipokufaa wewe, anafaa mwingine. Asipokusaidia wewe, anamsaidia mwingine. Wewe ukisema wa kazi gani, mwingine asema tutampata lini? Bwana Yesu asifiwe. Nataka utambue uthamani wa Mungu maishani mwetu. Uthamani jinsi Ana alipokuwa na umimina moyo kwa Bwana. Ni namna gani ule moyo wa Ana ulivyokuwa unaumia.
Ni watu wapi wameambiwa na wifi zao maneno ya kejeli, ya kuwavunja moyo, na wengine wakaondoka kwenye ndoa kwa sababu ya mawifi? Ni wangapi wamekimbia ndoa kwa sababu ya mama mkwe? Ni wangapi wamekimbia ndoa kwa sababu ya mashemeji? Nataka nikuambie, Ana hakuondoka kwa Elikana. Alikaa pale pale kwa Elikana. Akasema, sema Penina uselo, ila najua wakati wa Bwana unakuja. Una watoto 4 5, lakini iko kesho ya sawa linakuja. Mwanamke usivunjwe moyo. Mwanamke usikishwe tamaa. Hata kama mwanaume amekutamkia maneno magumu mazito, mwambie bado iko kesho inaliwa. Iko kesho ya matumaini. Iko kesho ambayo Mungu anaenda kujifurahisha. Siku moja wakati niko kwenye madhabahu fulani nahubiri, wakati nahubiri, Mungu akanambia, shuka kwenye madhabahu, nenda mkumbatie yule mama. Nikamkumbatia yule mama. Nilipomkumbatia, mama alilia kilio cha uchungu kisichoelezeka. Nikamwambia, nakupenda. Nakupenda, wewe ni rafiki yangu. Baada ya yale mahubiri, yule mama akanifuata akanambia, mtumishi, uliona nini? Maana moyo wangu umejeruhiwa kiasi kana kwamba uliponikumbatia nilihisi kama vile ni Mungu ameshuka kwa ajili yangu. Sikiliza, roho zinaambukizana. Kama ndani ya moyo wako kuna furaha ya kiungu, unapomkumbatia mtu aliyekata tamaa, ile roho ya kukata tamaa inaondoka, anarejeshwa furaha. Haleluya, haleluya. Naomba fungua Marko 14:34. Marko 14:34 hadi 42. Tutaangalia maandiko mawili hapo, tutaingia kwenye kuomba. Haleluya. Marko 14. Mstari wa 30. Tusaidiana kama kuna aliyepata hilo andiko. Tujenge mwili wa Kristo, tumege mkate kwa pamoja. Nasoma kama ilivyoandikwa. Akamwambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Akasema, Aba, Baba, yote yawezekana kwako. Niondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi kama utakavyo wewe. Akaja akawakuta wamelala usingizi. Akamwambia Petro, je, Simoni walala? Kuweza kukesha na saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, ila mwili ni dhaifu. Amen, 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 amen. Roho iko razi, lakini mwili dhaifu. Yesu anajaribu kusema na wale wanafunzi wake, kweli hamkuweza? Hamkuweza. Anakuwa ni mtu wa tabia gani? Tabia za mtu mwenye roho ya huzuni. Tasoma Isaya 38 mstari 15 hadi 17. Isaya 38 mstari ule wa 5 hadi ule wa 17. Karibu aliyepata Isaya
nasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Niseme nini? Yeye amenena nami na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Bwana, mambo hayo watu uishi, na uhai wa roho yangu ukatika hayo yote. Kwa hiyo onye na kunihurumia. Tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu, maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma. Amen. Yesu asifiwe. Isaya anajaribu kuweka wazi, niseme nini? Nitakwenda pole pole kwa sababu ya huzuni, uchungu ulioko ndani ya moyo. Nita pole pole zangu sote. Mtu mwenye moyo uliobeba uchungu, spidi inapungua. Kama alikuwa anatumika sana kwa Mungu, anapunguza mwendo. Alikuwa mwimbaji na uimbaji anaacha, kwa sababu ya uchungu ulioko ndani ya moyo wake. Husababisha kazi ya Mungu siende mbele. Mtu mwenye roho ya uchungu, spidi ya kutumika inapungua. Cheki ndani ya moyo. Moyo wana nini? Angalia ile spidi uliyokuwa nayo mwanzoni ya kutumika mbele za Bwana, alafu pima na sasa. Spidi imepungua. Nini? Ulikutana na maneno ya kina Penina. Yale maneno ya kina Penina yakakutia moyo uchungu. Ulikutana na kina Penina kwenye huduma, wakavunja moyo. Isaya anasema nitakwenda pole pole siku zangu zote kwa sababu ya uchungu ulioko ndani ya moyo. Cheki kina mama kwenye ndoa, anapouziwa na mume wake, wakaghafiliana kidogo, ule moyo ukabeba uchungu, utendaji wa kazi unapungua. Utendaji wa kazi unapungua. Spidi ya kulima shamba haipo tena. Shamba halitalimwa. Nini? Uchungu. Hukubali jembe liingie shambani kwa sababu moyo una nini? Una uchungu. Mtu mwenye uchungu hawezi kuzaa matunda mema. Maana kila anayemuona anajaribu kufunua uchungu ulioko ndani ya moyo wake. Ni heri mwenye uchungu wa kuzaa mbegu za kiungu, ili ile mbegu inapozaliwa ilete matokeo, kuliko uchungu unaoleta mauti. Tunaona Yuda aliposhikwa na uchungu, ule uchungu ulimwelekeza Yuda kwenda kujinyonga. Ukiona ndani ya moyo unapata huzuni, lakini huzuni haikusukumi kwenye kuomba, hiyo huzuni ni ya shetani. Hiyo ni ya shetani. Kataa hiyo huzuni. Huzuni na kusababisha ukimbie kwenye mji wako. Huzuni na kusababisha ufanye mambo mabaya kwa mume wako. Hiyo huzuni haitokani na Mungu. Inayotokana na Mungu huzaa matunda ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuangalie, tunaliandaa kanisa la mwisho, kanisa ambalo tunasubiri ujilio wa Yesu. Hivi tunavyoongea tunahesabu tu, ni nyakati tu zimebaki chache. Mwana wa Adamu anarudi. Mwana wa Adamu anakuja.
Je, atalikuta kanisa katika hali ya namna gani? Naye anasema nakuja kuchukua kanisa lisilo na uwaa wala ukunyanzi. Lakini anapoangalia ndani ya moyo, anaona ukunyanzi, anaona maua. Anasema sio kanisa lilolifia pale msalabani. Amefia kanisa ambalo halitakiwi na maua wala ukunyanzi. Leo ni siku ya wanawake duniani, lakini natambua hakuna mwanamke pasipo mwanaume, kwa kuwa mwanamke umetoka kwenye ubavu wa nani? Wa mwanaume. Na tusije tukajifariji tukasema kwamba haki sawa, haki sawa. Tudanganya. Kama haki ni sawa, mwambie basi huyo mwanaume abebe mimba, aende pale leba, ili haki ziwe sawa. Mwanamke tu lazima ukubali kunyenyekea, lazima ukubali kushuka, lazima ukubali kuongozwa, lazima ukubali kunyenyekea, kwa sababu ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu hakuna moyo wa Ana kwenye mioyo. Moyo wa Ana umetoweka. Tunaona moyo wa Penina ndio unaofanya kazi kwenye ndoa ya leo. Ili mwaka ujao tuwaone wamama wengi mahali hapa wakirukaruka, lazima waumbiwe mioyo ya unyenyekevu. Unyenyekevu kitoweka kwenye ndoa ni kilio. Askofu mmoja akaniita akanambia, mtumishi, nimesikia mahubiri yako sehemu fulani, na kwamba njoo kanisani kwangu. Sikuambii cha kunena, ila najua Roho Mtakatifu atakuongoza. Unajua watumishi wa Mungu wanapita pagumu. Mtumishi wa Mungu akikwazwa hawezi hama kanisa, lakini mshirika akikwazwa anachapa mwendo, anasema nasepa. Asifiwe. Lakini mchungaji akikwazwa hawezi kupita mahali popote. Akikutana na zuruba kwenye ndoa hawezi ongea lolote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kina mama tupone. Lazima kina mama tutambue wajibu wetu kama mwanamke. Wajibu wako wa kuiangalia nyumba yako, wajibu wa kumtunza mume wako na watoto wako. Na Paulo alisema, muangalie watu wa nyumbani kwenu. Unamka asubuhi na wahi kanisani, mume hujamwandalia chai, hujafanya chochote. Mimi nakwenda kanisani, mimi nakwenda kanisani. Hicho ni kiburi. Lazima uwajibike kwanza kwenye mji wako. Kanisa la kwanza linazaliwa nyumbani. Ukiharibu nyumbani, hata kukanisani utampa mchungaji shida. Atasema, mbona mwanamke ana kiburi sana? Kilianzia kwa mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuja kupambana na madhabahu za ndoa za watu. Unajaribu kumvuta lakini havutiki. Anaitwa kambale. Kazi ya kambale ni kuteleza. Unairudisha inaenda, unarudisha inaenda, unasema ove, acha iende. Bwana Yesu asifiwe. Kubali mwanamke, usiwe kambale. Unashikwa ushikiki. Acha kuwa kambale. Nimesema wewe ni mwanamke, ni mwanamke tu. Ukihitajika kwenye matumizi ya mwanamke, utatumika kama mwanamke. Huwezi kusema mimi napokea mshahara milioni 2, tana nini? Haleluya. Hela sio ndoa.
naomba heshima iwepo kwenye ndoa. Ukimheshimu mume wako, hata mtumishi wa Mungu utamheshimu. Ukiweza kuhudumia watu wa nyumbani kwako, hata kanisa utalihudumia. Tumekuwa na sifa nyingi sana wanawake wa Kiebrania, tunajiita walokole. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa kwenye nyumba za kupanga, usumbufu wa kutosha. Kwa sababu umeokoka, basi hutaki kuweka mipaka. Umekuwa kero kwa sababu tu huzingatii msingi wa kiungu alioweka kama mwanamke uishije. Mipaka yako ni ipi? Uone tu mtoto anacheza na mtoto wa mwenzako, ghafla wakadundana hapa, wakwako akazidiwa. Alipozidiwa akaja kutoa taarifa, migwa na nani? Na mtoto wa jirani. Bila aibu unatoka na kibwebwe, unakimbizana na watoto, matusi mlima mzima. Ukija kanisani unanena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Mtaani usalimiani na majirani kwa sababu umefanyaje? Umeokoka. Pakitokea sherehe uendi kwa sababu nitalogwa. Nani amekuambia? Bwana Yesu asifiwe. Kama ni hivyo, tengeneza mbingu yako, tengeneza mazingira yako utakayoishi wewe kama mwanamke Kiebrania usiyetaka kushirikiana na wenzako. Unasababisha jina la Bwana linatukanwa kwa sababu ya tabia na mwenendo. Hebu tubadilike kina mama. Tukubali kubadilika. Tukubali kugeuka. Usafi ni wa muhimu. Usafi ni wa muhimu kwa mwanamke. Sio usafi tu usoni. Unaingia kwenye nyumba ya Mwebrania na nuka vumbi, tafikiri amehama. Kumbe na kutoka tu kama kunguni. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, toa ushuhuda. Mtu akibisha hodi nyumbani kwako, akutane na manukato. Akutane na manukato, nyumba safi, watoto safi. Wakikuona huko safi, watamtamani Yesu uliyembeba. Sikiliza, kipindi mimi naishi nyumba nimeweka fence ya mabati. Naondoka na watoto wangu naenda kanisani. Sijui kwamba majirani wananisomaje. Siku moja wakashindwa kuvumilia. Mmoja akanifuata akaniuliza, Mampare. Nikamwambia karibu. Nataka nikuulize bwana. Yaani nakuona unapendeza kuliko hata sisi tulioajiriwa. Hebu nipe siri. Siri ni nini? Nakuona unapendeza, watoto wanapendeza. Tunashindwa kuelewa kwamba mbona kipato chako hakiendani. Nikamwambia siri ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu iliyo ndani yetu inatufundisha kuwa wasafi rohoni na mwilini. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapokuwa huko mtaani, unatembea, kuwa ushuhuda. Kuwa ushuhuda kwa watu waliokuzunguka. Beba moyo wa Ana, moyo wa kuombea wengine, moyo wa kusema mimi sipendi huyu awe hivi. Yesu muinue tena. Usiwe mwanamke wa shari. Jua kutunza watu wa nyumbani kwako. Kuwa mtu wa fadhila. Huyu binti aliyekuwa ananisuka, alivyonipa ule ushuhuda, sijawahi kuitwa mwanangu. Lakini baba alivyoniita mwanangu, anasema nilisikia kupona. Nilisikia kupona kwenye moyo. Wanawake tuwe wafariji juu ya wengine. Jua namna kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Yeye aliyekata tamaa, Mungu akupe ulimi wa hao wafundishwao.
ili uweze kumtegemea kwa maneno yeye aliyechoka. Anakuja mtu nyumbani kwako amekata tamaa, anatoka amevunjika kabisa moyo. Mungu ulimi wa wafundishwao. Haleluya. Tunapokwenda kuhitimisha, nataka nikwambie, hapo unapopita wewe sio wa kwanza. Alishaikupita babu yako na babu yako na babu yako. Hakuna tatizo geni, mgeni ni wewe. Kila changamoto unayoiona ilishapitaga. Wewe ndio mgeni unalipokea hilo changamoto. Lakini leo yuko Bwana wa Sabato, anayeweza kututia nguvu, anayeweza kutuganga mioyo, anayeweza kurudisha moyo wa Ana kwenye mioyo ya wanawake. Natamani sana kuliona kanisa lililojaa upendo na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema haya ni ya kwetu, sio ya wapi, ni ya kwetu. Haleluya. Namna ya kuwakumbatia waliovunjwa moyo. Haleluya. Wimbo huu kawe manukato, sema wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kichini pako. Wimbo ukawe manukato. Wewe niko ambaye niko milele iliyopita na milele ijayo. Sioni cha kuishibisha moyo wangu badala ya kukuabudu takatifu. Wewe uketie juu ya yote, sifa hizi zifike kichini pako. Wimbo huu ukawe manukato. Hebu tukiwa tumesimama mbele za Bwana Mungu ambaye ametupa neema, tunamshukuru Mungu kwa kumtumia mtumishi wake kwa mafundisho mazuri yenye nguvu ya kutusaidia. Hebu mahali ulipo sasa, tamani Mungu akuwekee moyo kama moyo wa Ana, moyo ambao ulimtafuta Mungu hata pale ambapo alikatishwa tamaa, bado aliendelea kuomba. Mwambie Mungu, niwekee moyo kama wa Ana ambao ulikutafuta katikati ya mazingira magumu,
na bado ulitokeza ukampatia ile haja. Mwambie Mungu, niko hapa, ninaomba moyo wa Ana wa kujitoa na kusimama na wewe. Nipe tabia za umama, nipe tabia za mwanamke mzuri, nipe tabia za mwanamke yule wa Mithali 30:1. Mwambie Bwana, ninaomba nipe tabia zinazofanana na yule mwanamke, ili niweze kufanya kama Ana alivyofanya. Hebu nenda mbele za Bwana. Kama ulikuwa kuna mahali unapita, ziko nguvu zitakuja ndani. Hakuna mwanamke anayeweza kukwama akiweza kuwa na nguvu za ndani. Mwanamke, unatakiwa kuinua nguvu zako. Inuka na nguvu zako. Kuna nguvu inatakiwa kuinuka ndani yako. Ana alikataa, alisema sitaendelea kudharauliwa na Penina, sitaendelea kuwa wa ajabu ajabu, sitaendelea kuonekana takataka. Wakati huyu mwanaume ananipenda, najua ananipenda, lakini hiki ambacho nakihitaji anaweza asinipe yeye, kwa sababu ni jambo la kiroho. Akainua nguvu ya ndani. Mwambie Bwana, naomba moyo kama wa Ana, nivike nguvu zako. Hebu inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Tamani Mungu akufanye kama Ana. Mwambie, nifanyie mimi niwe vile. Ninakuomba tena kwa nguvu zako ufanye jambo ndani yangu, ili Bwana, kile ambacho kimekwama rohoni kikatokeze. Niwekee Mungu, niwekee hali ya kumsukuma hicho ambacho kinatakiwa kuzaliwa kizaliwe. Niwekee uchungu na moyo wa kukaa kama Hana. Hana alikuwa na huo moyo, alikuwa na ile nguvu ya kukaa maombi mpaka kuzaa, kitu kikatokea. Mwambie Bwana, niwekee hiyo nguvu. My Jesus. Anaheri mtu yule ambaye Bwana li nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Ana alimfanya Bwana kuwa nguvu zake. Jesus. Anaheri mtu yule ambaye Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Anaheri tena. Anaheri mtu yule ambaye Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Anaheri mtu yule ambaye Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Anaheri mtu yule ambaye Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu zake. Bwana ni nguvu. Anaheri mtu yule Jesus ambaye Bwana ni nguvu zake. My Lord Jesus. Bwana ni nguvu zake. My Lord Jesus. Bwana ni nguvu zake. Hebu sema, Bwana Yesu, niko mbele zako mchana wa leo. Ninaleta moyo wangu, naleta nafsi yangu madhabahuni pako. Bwana, ninaomba uniumbie moyo kama wa Ana, moyo kama wa Hana. Bwana, nikaweze kubeba mzigo kama alivyobeba Ana, nikaweze kuzaa vitu kama alivyozalisha Ana. Bwana,
niwekee moyo ndani yangu usiokufa, usiokwisha, usiokata tamaa. Bwana, niwekee moyo wenye ujasiri hata katikati ya changamoto. Bwana, ninaomba moyo, ninaomba moyo, ninaomba moyo, ninaomba moyo, ninaomba moyo usiokata tamaa. Bwana, 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 niumbie moyo mpya kama Ana, kama Ana, kama Ana. Kiweza kupiga magoti, mwambie Mungu akuumbie sasa kwa dakika chache. Ongea naye, ongea naye, ongea naye. Mungu anasikia, yuko hapa. Bwana, ninawaleta watoto wako, ninamleta mama yule, namleta dada yule, namleta mtoto yule wa kike. Bwana, tunahitaji kuwapata wanawake ambao Bwana watakuwa kama Ana. Tunawaleta tena watoto wako. Asante kwa mafundisho mazuri yaliyopita. Tunaomba nguvu ya mafundisho ikaambatane na uweza wako. Bwana, ule uweza wako uende juu ya watoto wako, ndani yao sasa. Kwa huyo mama, mwombie awe kama Ana. Omba ile roho ya Ana, omba ile roho ya Ana, omba ile roho ya Ana, ile roho ya kutokimbia matatizo, ile roho ya kutokimbia mazingira yaliyopo. Mazingira ya Ana alikuwa magumu, lakini alijipiga moyo konde, alikutazama na kukutegemea, aliendelea kwenda hekaluni, hakukata tamaa. Weka huo moyo ndani ya huyu mama, weka huo moyo ndani ya huyu mama, weka huo moyo ndani ya huyu mama, kwa damu ya Yesu. Majira haya, Bwana, nina mweke mama huyo moyo wa Hana, mweke mama huyo moyo wa Hana, moyo wa Hana, moyo wa Hana, moyo wa Hana, moyo wa kutokukata tamaa, moyo wa kubeba yote, moyo wa kusonga mbele, moyo wa kushikilia familia, wa kujenga jamii, wa kujenga kanisa. Kwenye ibada hii ninaomba moyo wa Hana wakazaliwe ndani yao, wakawe na roho ya kusukuma kile unachotaka. Bwana, weka moyo kama wa Hana, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, waumbie moyo kama wa Hana, moyo wa kusimamisha familia, moyo wa kujenga jamaa, moyo wa kujenga familia pasipo kukata tamaa. Inua ndani ya wanawake, inua ndani ya kanisa ile, inua ndani ya diocese. Bwana, moyo wa Hana, moyo wa Hana, watu wakaombe kwa damu ya Yesu. Moyo wa Hana, watu wakaombe kwa damu ya Yesu. Moyo wa Hana, watu wakaombe. Kandaraba baba baba baba, kandaraba koria saya, kandaraba koria manda, kandaraba koria sira, kandaraba koria kora. Bwana, Mungu wa Israeli, Bwana wa mabwana, achilia moyo wa Hana, achilia moyo wa Hana wakazaliwe ndani yao. Yes, kuna mtu unazaliwa wa moyo, roho ya maombi iliondoka. Acha Bwana iweke tena roho ya kuomba pasipo kuchoka, pasipo kukata tamaa, pasipo kufika mahali na kuzuiliwa. Omba, omba, omba. Hiyo roho ya Hana inapita ndani yako, roho ya Hana inapita ndani yako, roho ya Hana inaenda kuamsha tena ndani yako maombi, 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 hali ya ushindi, hali ya kutokukata tamaa ndani yako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Endelea kuomba, endelea kuomba mwanamke. Omba mwanamke, omba mwanamke, sema na Bwana mwanamke. Bosika Baba, ninaomba moyo wa Hana, moyo wa Hana umebeba unyenyekevu,
Moyo wa Ana umebeba upendo, moyo wa Ana umebeba uwezo. Yesu, naomba tuumbie moyo wa Ana kwa kuwa mwana ndani ya kanisa.